Life of Fitness Showtime. Mambo vipi? Bwana safi. Inakuaje? Fresh. Kazi. Tuambie kuelekea fight kama noma na ewe noma, una kipi cha kuambia mashabiki na wadau wa mchezo ngumi? Na cha kuambia mashabiki na wadau wa mchezo wa ngumi kwamba waje kwa wingi tarehe 10 mwezi wa 5 waje kuona ngumi. Maana ngumi zilizopangwa na fighting zilizopangwa ni kubwa sana. Na fighting na mabondia kwa ujumla, mabondia wamefanya mazoezi. Mabondia tupo vizuri na tumefanya mazoezi vya kutosha. Kwa hiyo watu waje waangalie kama inavyosemekana kwamba knockout ya mama napo itaanzia tarehe hiyo hapa tarehe 5 mwezi wa 10 itaanzia knockout ya mama. Knockout zitakuwa nyingi na ngumi zitapigwa kweli kwa sababu mazoezi yamefanyika ya kutosha. Kwa hiyo walikopo mikoani walikopo wapi wawahi kupata tiketi na bei yenyewe ni rahisi tu. Umeona kuna kiingilio cha chini na kiingilio cha juu. Kwa hiyo wawahi mapema, tiketi zipo za kutosha kwa mabondia na kwa watu wa kawaida. Vipi wewe unacheza na nani siku hiyo? Mimi siku hiyo nitazipiga na Salum Nguya. Vipi umejipanga kushinda au unaje? Mimi kwa upande wangu nipo vizuri na nimejipanga kushinda knockout mbaya. Sitalemba kwa sababu ni muda mrefu sija nani na nahitaji washabiki warudi waone kitu gani kwa muda mrefu sijakifanya. Kwa hiyo nimejiandaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo wategemee ngumi fresh kabisa, knockout ya mama nitaiwakilisha vizuri. Lakini kitu gani kilichokufanya usionekane kwa muda mrefu kwenye boxing? Nini? Kitu kikubwa kilichonifanya nisionekane kwa muda mrefu ni mitikasi maisha. Kuna baada ya maisha kuna vitu vingine viliingiliana, migogoro. Sio kwamba uko umeacha ngumi? Sikuacha ngumi, ila na mama naye kanifanya nirudi kwa kasi sana. Nilivyoona mama ametushika mkono vijana wake na kufanya vitu vikubwa sana. Kwa hiyo mama naye ni kigezo kikubwa cha kunifanya mimi bondia Guthrum Ngoya kurudi na kufanya mambo makubwa na kumwakilisha siku hiyo knockout ya mama. Mambo vipi? Mambo poa kapteni. Na kuaje? Mambo bie. Tuko kwenye ngome yako hapa maskani kabisa Mabibo, na tuko katika swala zima la upimaji uzito na afya. Upimaji afya kwa ajili ya kuelekea fight ya tarehe 10 kama noma na ewe noma mwezi wa 5. Una kipi cha kuambia mashabiki na wadau wa mchezo? Kwanza mashabiki wa mchezo wa ngumi waje kwa wingi tarehe 10. Alafu cha pili tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumepima salama na tumemaliza salama. Upimaji umeenda vizuri, tunashukuru sana. Vipi ushindi upo kwenye mechi yako? Ushindi upo. Mimi ndo kaida yangu kuleta ushindi. Ushindi upo. Umejiandaa vizuri kuhakikisha kabisa kwamba unashinda? Nimejiandaa vizuri na timu yangu BMW Foundation, nimejiandaa vizuri. Vipi unazungumziaje mchezo wenyewe jinsi utakavyokuwa ili watu wapate taswira halisi ya mchezo, wapate ladha halisi kutoka kwako? Cha msingi mashabiki zangu nawaambia siku ya tarehe 10 waje kwa wingi kwa sababu na vitu vingi sana vya kutoa siku hiyo. Na vitu vingi sana mpinzani ataeleza. Na ataeleza yani akaze amalize, lakini bila hivyo anatoka. Yani akikaza kamaliza sawa, lakini hivi akilegea amalizi. Asante sana. Nashukuru. Ibra, mambo vipi? Kama kawa. Jambo. Jambo. Mzima? Mimi mzima. Harakati vipi? Tunamshukuru Mungu tuko safi. Tuko hapa kwa ajili ya kupima afya kuelekea fight ya tarehe 10 mwezi wa 5. Una kipi cha kuambia mashabiki na wadau wa mchezo ngumi? Mpaka sasa namshukuru Mungu, afya yangu iko safi. Mpinzani wangu nimemuona. Kwa mimi ninachosubiri kwamba siku ya fight ifike, ninachoambia tu mashabiki waje kwa wingi. Waje kumuona Tiger mnyama anafanya nini ndani cha Blue Mahoro hapa. Vizuri. Na vipi unashinda au? Asikuwa tu ushindi wa hakika, yani hapa si ushindi tu. Hapa ushindi. Vizuri sana. Vipi lakini umejipanga kushinda? Sio kwamba unasema unashinda, lakini kuna mtu anashinda na kuna ambaye anajipanga kushinda. Umeona? Ni vitu viwili tofauti. Je, unashinda na umejipanga kushinda? Yani nimejipanga kushinda na ninashinda. Hamna shida? Yani asiya kuna shida yote, sishamaliza. Kama noma na iwe noma kinoma noma. Mambo vipi? Poa. Na kuaje? Fresh. Kazi. Hebu tuambie kuelekea fight ya tarehe 10 mwezi wa 5. Una kipi cha kuambia mashabiki na wadau wa mchezo ngumi? Kwanza namshukuru Mungu kwa kupata nafasi hii kutoka kwa Dragon Kaizumi. Hii fight ni fight kubwa sana kwangu kwa sababu mtu ambaye anacheza naye ni mkongwe kushinda mimi kuliko mimi. Yaani nimemkuta kwenye tasnia ya ngumi na ametamba sana kusema anakuja kunifundisha ngumi. Na mimi bado mchanga, kwa hiyo tutapigana. Naam.
Nzuri. Okay, na unaonaje mwamko wa ngumi kwa upande wa wadau wa mchezo wa ngumi kwa hivi sasa? Mwamko ni mkubwa sana. Kikubwa tunaomba wawekezaji wazidi, mapromota waweze kuwa wengi, lakini wasiwe mapromota wababaifu, kwa sababu Dragon ni promota mzuri ambaye kanyooka, tunafanya naye kazi, tunacheza mechi vizuri, mechi zinaingia box link na kwenye malipo pia, haisumbui kama mapromota wengine. Vizuri sana. Okay, cha kumalizia, nini wategemee kutoka kwako upande wa mashabiki wako wa sasa wanaokujua na wanaokutambua katika fight ya siku hiyo? Wategemee kitu kizuri sana. Nimefanya mazoezi, niko fit, namshukuru Mungu. Kwa hiyo wategemee kitu kizuri. Mpinzani hawezi kumaliza, yani hawezi kutoboa raundi ya 5. Naam, hawezi kutoboa raundi ya 5, lazima atalala tu. Kitu gani kinakwambia useme kwamba lazima alale badala ya kulala yeye ulale wewe? Kwa sababu mechi yenyewe inaitwa kama noma na iwe noma na isha kuwa noma. Ina maana inaifanya kuwa noma. Usisahau kulike page yetu ile ya UKC TV. Fanya namna hii. Au sio? Asante sana. Mazoezi afya.